Nafasi ya kwanza siku ya leo niweze kuchangia hotuba hii ya Wizara ya Afya ambayo ni wizara muhimu sana kwa taifa, kwa wananchi. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya na uzima. Nimeweza kusimama hapa siku ya leo kuchangia hotuba hii. Lakini kipekee nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli anafanya kazi kubwa na nzuri kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania wanapata huduma bora na sio bora huduma. Kwa kweli mama, tunakupongeza, na mimi binafsi naendelea kukuombea Mwenyezi Mungu akubariki, akujalie afya njema, uweze kuendelea kutupambania sisi wa Tanzania, na sisi tuko nyuma yako, tunakusaidia katika majukumu yako. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini ningependa kumshukuru Mheshimiwa Waziri wa Afya, kaka yangu, ndugu yangu Mohamed Mchengerwa, pamoja na naibu wake dada yangu Dr. Samizi kwa kazi kubwa na nzuri ambayo unaifanya na mnaifanya kwenye wizara yenu, bila kumsahau katibu mkuu kwenye wizara hii. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nitakuwa simtendei haki mganga mfawidhi wa hospitali ya Kitete Tabora. Huyu ndiyo ambaye nimekuwa nikifanya naye kazi kwa karibu sana kipindi chote, na hata ninapokuwa sipo, ofisi yangu imekuwa ikifanya naye kazi kwa karibu mno kuhusiana na changamoto za wananchi katika jimbo la Tabora mjini. Kumbuka hospitali ya Kitete ni hospitali ya mkoa, lakini iko kwenye jimbo la Tabora mjini. Kwa hiyo nafanya nayo kazi kwa karibu kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma bora. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya hapo mimi naomba niseme maneno machache kuhusiana na wizara hii ya afya, pamoja na pongezi nilizowapa. Lakini nilikuwa naomba sana, pamoja na yote mnafahamu kila siku kilio chetu kikubwa, hospitali yetu imekuwa ni hospitali ya muda mrefu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hospitali ya Kitete imeanzishwa mwaka 1906. Wakati huo wale wenzetu walikuwa wakipata majeraha nini wanapelekwa pale. Majengo ya hospitali ile kwa kweli sio rafiki sana. Ningeomba sana, serikali imesema itafanya structure mpya kwa ajili ya ujenzi wa hospitali mpya pale katika hospitali ya Kitete. Lakini kila nikiangalia Mheshimiwa Mwenyekiti, naona kama bado tunahitaji hospitali na tunahitaji eneo kubwa ili kuweza kujenga hospitali yenye hadhi ya mkoa. Kama mtakumbuka Mheshimiwa Mwenyekiti, Tabora tuna watu zaidi ya 3 ambao wengi wanategemea hospitali ile, lakini kumekuwa na changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa huduma mbalimbali katika hospitali ile. Watu wakifika pale, wengine wanaambiwa nendeni Bugando, wengine wanaambiwa nendeni Benjamin Mkapa. Kwa kweli hii hali sio sawa sawa kabisa. Tunachohitaji sisi kama watu wa Tabora ni kuhakikisha huduma zote zinapatikana katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Tabora, kwa sababu kuna watu wengi na wengi wanahitaji huduma, na wananchi wanatufuata sana kutuulizia ni kwa namna gani ambavyo mtaweza kuboresha huduma. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, nimuombe sana Mheshimiwa Waziri kuhakikisha kwamba fedha zinapelekwa kwa ajili ya umaliziaji wa jengo la mama na mtoto. Mheshimiwa Naibu Waziri, utakumbuka hichi ni kilio changu cha muda mrefu. Najua mtakapokuja kutujibu hapa kutakuwa kuna majibu mazuri na sisi watu wa Tabora tupate kupumua. Lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kutuletea fedha kwa ajili ya kuanza kwa ujenzi wa jengo la ICU kwa ajili ya watoto. Mheshimiwa Naibu Waziri, ni kuombe sana, jengo hili limeshaanza ujenzi wake, lakini niombe Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha zipelekwe kwa wakati ili jengo hili liweze kukamilika kwa wakati kama ambavyo mmetuahidi sisi watu wa Tabora. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Dr. Yambe kwa kazi kubwa anayoifanya. Amekuwa akitumia mapato ya ndani kuhakikisha kwamba anaboresha changamoto zinazopatikana pale kwenye hospitali yetu, ikiwepo Mheshimiwa Mwenyekiti, ameweza kuboresha baadhi ya majengo ya wodi, lakini pia ameweza kununua vifaa tiba vya kisasa. Lakini pia sasa hivi pale katika hospitali ya Kitete ameweza kutuwekea gym kuhakikisha kwamba yale magonjwa yasiyoambukiza yanapungua kwa watu kuweza kufanya mazoezi ili kuweza kuondoa ama kupunguza magonjwa yasiyoambukiza. Mheshimiwa Mwenyekiti, Na mimi naomba nizungumzie kuhusiana na swala zima la bima ya afya.
Kwanza kabisa nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi wake thabiti wa kuhakikisha kwamba Watanzania wote tunakuwa na bima za afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, utakubaliana na mimi kwamba tumekuwa sisi wabunge kila mara tukipata changamoto za wananchi wetu kupata maradhi na mwisho wa siku kuwa hawana uwezo wa kwenda kupata huduma. Tumekuwa tukiwasaidia kwa matibabu mara kwa mara, lakini Mheshimiwa Rais ametuletea hii bima ya afya, na sisi waheshimiwa wabunge tumuunge mkono kwa kuhakikisha tunashauri vizuri katika swala zima la bima ya afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunafahamu ni kwa namna gani serikali inapambana kuhakikisha wana finance hii bima ya afya, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna changamoto, na mimi niwaambie wizara, wananchi wa Tanzania wako tayari kuchangia hii bima ya afya, lakini ambacho wanakutana nacho cha upungufu wa vifaa tiba, upungufu wa madawa kidogo kinawachanganya. Wanaona kwamba akienda pale na bima yake hata Panadol anaambiwa nenda kanunue nje. Hili jambo sio sahihi kabisa. Mimi niombe sana na nishauri serikali kuhakikisha kwamba, kwa mfano kwa sasa hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna vijana ambao wana mtandao wao, na jana nilikuwa nikimsikia kaka yangu hapa Mheshimiwa Kingu amezungumzia jambo hili, na mimi naomba niungane naye kwa dhati ya moyo wangu kabisa. Hawa vijana ambao wana platform yao ambayo kupitia mobile network, Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali, Mheshimiwa Naibu Waziri, kama mtaamua kujiunga ili muweze kujiunga katika hii mobile network, na nyinyi mkawa mna akaunti yenu maalumu kuhakikisha kwamba Watanzania wananchi wanachangia kidogo kidogo ili kuweza kupata huduma bora za afya. Tunafahamu serikali ina mambo mengi, serikali ina changamoto nyingi, serikali ina mambo mengi, serikali ina changamoto nyingi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ni imani yangu kwamba mkifanya hivi mtakusanya fedha nyingi ili muweze kusaidia huduma bora za afya, na sio bora huduma, na wananchi wengi wa kabisa watajiunga katika hii bima ya afya katika kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, muda umekwisha? Ndio Mheshimiwa, muda wako dakika 5. Muda wako umeisha. Unga mkono hoja Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante Mheshimiwa. Waheshimiwa wabunge, tunachangia kwa dakika 6, wachangiaji ni wengi sana. Sasa namuita Mheshimiwa Mwikwabe Waitara, ajiandae Mheshimiwa Johannes Lembrus Lukumai.